Maazimio ya kikao cha kamati kuu kilichofanyika tarehe 28 na 29 Aprili 2026 katika ukumbi wa mikutano wa makao makuu ya chama Mikocheni jijini Dar es Salaam. Kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ilikutana jijini Dar es Salaam kwa siku mbili, tarehe 28 na 29 Aprili 2026. Pamoja na mambo mengine, ilipokea na kujadili taarifa ya hali ya kisiasa nchini kuanzia tarehe 25 Novemba 2025 hadi tarehe 24 Aprili 2026 na kuazimia mambo yafuatayo. Moja, kuhusu kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama taifa, Mwenyekiti Tundu Antipas Lissu. Kamati kuu imesisitiza kwamba kesi hiyo ni kesi ya kisiasa, hivyo kamati kuu imeazimia kuufahamisha na kuomba umma kusimama na wapenda haki kushinikiza Mheshimiwa Lissu kuachiwa huru bila masharti yoyote. Kamati kuu inalaani kitendo cha kuendelea kushikiliwa kwa Mheshimiwa Lissu kwa siku 386 gerezani na kwamba kitendo hicho ni kitendo cha mateso kinachofanywa dhidi ya mwenyekiti. Tunatoa wito kwa Jaji Mkuu kuuelezea umma kuwa ni sababu zipi zinafanya kesi ya mwenyekiti haijapangwa tarehe ya rufaa na ni lini itapangiwa tarehe ya kusikilizwa. Na mwito wetu na kauli ya kamati kuu, tunataka kesi ya mwenyekiti Lissu ipangiwe tarehe ya haraka ya kusikilizwa. Pili, baada ya kupokea taarifa ya hali ya siasa nchini, kamati kuu inaendelea kusisitiza kwamba hakukuwa na uchaguzi uliokuwa huru, haki, wenye kuaminika na halali Oktoba 29, 2025 na kwamba wanaoitwa viongozi hawakuchaguliwa na wananchi. Hivyo, kamati kuu ya chama inaendelea kusisitiza kuwa watawala waliojipachika na kujiweka madarakani ni haramu na hawana ridhaa ya wananchi. Katika hali hii, kamati kuu inaendelea kusisitiza msimamo wa tarehe 12 Disemba 2025 unaendelea kuwa ndio msimamo wa chama na wanachama na chama vile vile kwa niaba ya wananchi. Tatu, kuhusu yaliyotokea tarehe 29 Oktoba 2025, kamati kuu imeazimia kwamba wale wote waliohusika kuratibu, kufadhili na kutekeleza mauaji dhidi ya raia wawajibishwe bila kujali nafasi zao. Wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wawajibishwe kwa kushindwa kuwalinda wananchi na kutuhumiwa kuhusika katika mauaji hayo na kushindwa kuzuia mauaji ya wananchi wasiokuwa na hatia. 4. Kamati kuu inasisitiza inahitajika haraka kuundwa na kupatikana tume huru ili kufanya uchunguzi wa kina wa matukio ya tarehe 29 Oktoba 2025 na siku zinazofuata. Tunasisitiza kuwa ni lazima tume iwajumuishe watu wa ndani na nje wanaoaminika ili kuchunguza mauaji na matukio ya ukatili dhidi ya binadamu yaliyotokea Tanzania. 5. Kamati kuu inatoa pole kwa familia zote zilizokumbwa na vifo vya tarehe 29 Oktoba 2025 na tarehe zilizofuata. Kamati kuu, pamoja na kwamba inatambua kuwa maisha ya binadamu hayawezi kulipwa kwa fedha, lakini inasisitiza kwamba familia zilizopoteza wapendwa wao walipwe fidia, ikiwa ni kuonyesha utu na kutoa pole kwa familia husika. 6. Kuhusu mchakato wa katiba mpya. Kwa kipindi kirefu, Watanzania wamepata matatizo makubwa yanayotokana na katiba tulionayo. Kamati kuu inaona kwamba Watanzania hawawezi kusubiri tena katiba mpya kwa kipindi kingine
isipokuwa sasa. Kwa sababu hiyo, kamati kuu imeazimia kuundwa kwa kamati ndogo ya kamati kuu ili kuandaa mkakati wa kukwamua mchakato wa katiba mpya. Kamati hiyo itakuwa na jukumu pamoja na mambo mengine ya kuandaa mswada wa sheria kwa niaba ya wananchi utakaoeleza utaratibu wa kukwamua, kuendeleza na kukamilisha mchakato wa katiba mpya. Mswada huo utaeleza namna kura ya maoni ya katiba mpya itakavyofanyika kwa kusimamiwa na chombo huru kitakachosimamia kura hiyo ya maoni kwa uhuru, kwa haki na kwa kuaminika. Aidha, kamati kuu imeazimia kuwa chama kiongoze wananchi kutaka kuanzia sasa mchakato uanze wa katiba mpya, na katiba mpya hiyo ipatikane kwa vyote vile si zaidi ya mapema mwaka 2027, lakini mchakato uanze kuanzia sasa, lakini usizidi mapema 2027. 7. Kamati kuu imeazimia kuanza rasmi operation ya mikutano ya hadhara nchi nzima. Operesheni hii itajulikana kwa jina la Operation Katiba Mpya Free Tundu Lissu na itafanyika kwa awamu mbili. Katika awamu ya kwanza, mikutano itafanyika katika kanda ya Serengeti, kanda ya Victoria na kanda ya Kaskazini. Aidha, operesheni hii ya awamu ya kwanza itaanza wiki ya 3 ya mwezi wa 5. Kwa hiyo mwezi huu kwenye wiki ya 3 tutaanza moja kwa moja operesheni ya Katiba Mpya Free Tundu Lissu kwa kufanya mikutano ya hadhara katika kanda 3 kwa mfululizo. 8. Kamati kuu imeazimia kuwaenzi waasisi wawili wa chama, hayati Mzee Edwin Mtei, mwenyekiti wa kwanza wa chama, na hayati Bobu Nyaga Makani, katibu mkuu wa kwanza na mwenyekiti wa pili wa chama taifa. Azimio hili limekidhi kupitishwa kwa azimio la mkutano mkuu wa chama wa tarehe 21 Januari 2025 na ahadi iliyotolewa na viongozi kwenye msiba wa muasisi wa chama hayati Mzee Edwin Mtei. Na hivyo, kamati kuu imeazimia jengo la makao makuu ya chama Mikocheni, Dar es Salaam litaitwa Edwin Mtei House, na jengo la makao makuu ya zamani ambayo sasa ni makao makuu ya mabaraza ya chama ya Bazecha, Bawacha na Bavicha Ufipa Kinondoni, Dar es Salaam litaitwa Bob Makani House. 9. Kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta nchini, kamati kuu imeazimia chama kiwaongoze wananchi kudai hatua za haraka za kimkakati ziweze kuchukuliwa, ikiwa ni pamoja na kupunguza utitiri wa tozo ili bei ya mafuta iliyopanda nchini iweze kushuka. Aidha, kiwango cha bei ya mafuta kilichopanda tarehe 1 mwezi Aprili mwaka 2026 kishuke na watawala waweke ruzuku ya ununuzi wa mafuta kwa lengo la kufidia bei iliyoongezeka katika soko la dunia kwa angalau 50% ya bei katika soko la dunia. Hii ni kama hatua za kupunguza kodi zisipokizi haja ya kupunguza bei ya mafuta nchini. 10. Kamati kuu imeazimia kukaimisha nafasi za makatibu wa kanda zilizo wazi. Yohana Rugembe Kaunya ameteuliwa na kamati kuu kukaimu nafasi ya katibu wa kanda ya Kaskazini. Mchakato wa kukaimisha katibu wa kanda ya Kusini unaendelea na utahitimishwa kwenye kikao kijacho cha kamati kuu. 11. Kamati kuu kwa kutumia mamlaka yake yaliyoko kwenye ibara ya 7.716O ya katiba ya chama imewateua ndugu Godbless Jonathan Lema na ndugu Salma Kasanzu kusimamia shughuli za chama
kwa kanda ya kati yenye mikoa ya Dodoma, Morogoro na Singida kwa kushirikiana na kamati ya uongozi iliyopo hadi uchaguzi wa kuziba nafasi zilizo wazi katika kanda hiyo utakapofanyika. 12. Aidha, kamati kuu kwa kupitia ajenda za kikao husika ilijadili na kupitisha maazimio mengine mbalimbali ikiwemo masuala ya uchambuzi wa ripoti ya hotuba ya tume batili ya uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29 maarufu kama ripoti ya Chande, na kupitisha maazimio mbalimbali ambayo chama kitayatoa kwa umma katika hatua ya baadaye. Na nitumie fursa hii kuwatangazia wanahabari kwamba hatua hiyo ya baadaye ya uchambuzi wa ripoti ya Chande na utoaji wa maazimio mengine ya kamati kuu, kwa haya ni maazimio ambayo tumeanza kupakua tu katika yale ambayo yameamuliwa na kikao cha kamati kuu cha siku 2. Kwa hiyo hatua ya pili ya kueleza maazimio zaidi ikiwemo uchambuzi wa kina wa ripoti ya tume ya Chande itafanyika siku ya Jumanne ya tarehe 5 mwezi wa 5 saa 4 kamili hapa makao makuu ya chama.